Unajua kama rushwa mnataka ishe, basi ibilisi asingekuwepo pia. Ibilisi asingekuwepo. Binadamu tumeumbwa kufikiri na kutenda. Na kama hatujaandaana vizuri namna tunavyofikiri, hata vitendo vyetu pia vitapata matatizo. Sisi ndani ya CCM tumeahidi kati ya ahadi 9, sitatoa rushwa wala kupokea. Kwa sababu gani? Rushwa ni adui wa haki. Hicho ndio kiapo chetu. Sasa kama haiishi maana yake na ukakuta mwana CCM anapokea au kutoa rushwa, ujue anasema hatendi. Huwezi kuzuia watu kusema. Tunachotaka anayoyasema yawiane na anachotenda. Sasa tuongeze wanaosema na kutenda zaidi. Tuongeze idadi ya Watanzania wanaosema na kutenda. Na namna ya kuwaongeza ni kwenye njia zetu tunazozitumia kuelimishana. Kwenye familia zetu, kwenye misikiti na makanisa yetu, kwenye shule zetu, michezo. Ndio maana nimelizungumza leo wakati nazungumza na Toti. Kila mmoja kwa wakati wake ajitahidi kutengeneza ujumbe utakao waingia wale walengwa kwa kiwango ambacho watasikia, watasema, watatenda. Na kila mmoja asimamie mwenzake. Sasa kama kutakuwa na tofauti kati ya kutenda na kusema, na kwa sababu rushwa ni adui wa haki na ni adui wa maendeleo, viwepo vyombo sasa vya kumshughulikia yule ambaye vitendo vyake vinavunja haki. Ndio maana ya TAKUKURU, ndio maana ya polisi, ndio maana ya jela, ndio maana ya mahakama, ndio maana ya kuwa na bunge. Kama sheria haina makali zaidi, iongezewe makali. Kama umefuatilia hotuba za Mwalimu, amewahi kusema ilikuwa mtu ukithibitika umechukua rushwa au umepokea rushwa, unafungwa miaka 2. Viboko ngapi unapata? 12 unaingia, 12 unatoka. Sasa kuna na wakati mwingine angeweza kusema kamweshe mmeo pia. Lakini kama alikuwa anamaanisha wanaume wengi ni wanarushwa kuliko wanawake. Kwa hiyo wenyewe ndio kwenda kuonyesha wake zao. Ni shughuli ambayo marais wote wameifanya. Na ndio maana katika ilani yetu tumeahidi kuanzisha mahakama ya mafisadi, na ipo inafanya kazi. Na ujumbe ni huo huo, mafisadi na wala rushwa, yaani wajitahidi sana wasionekane. Na sisi tutajitahidi sana tuwaone, lakini ukishaonekana hapakaliki hapa Tanzania. Na ndani ya CCM hapakaliki pia. Mwalimu alisema nchi yoyote ambayo rushwa imekithiri, huwezi ukakusanya kodi. Na katika vyombo vya kimataifa sisi sasa hivi tunasemwa vizuri katika eneo hilo. Hata wabaya wetu wanapata haya kutusema vibaya kuhusu rushwa. Kwa hiyo tunafanikiwa. Sio kwamba haijaeleweka, lakini bado ipo. Sisi tungetamani sana rushwa ipotee. Lakini sidhani kama polisi watanielewa au TAKUKURU wenyewe watanielewa. Sijui. Mwalimu Ruwaitama mimi ni mwalimu wangu. Tunahitilafiana baadhi ya maeneo na tunakubaliana baadhi ya maeneo. Na naheshimu mawazo yake. Lakini taasisi maana yake nini? Kiongozi ni taasisi. Yaani rais akizungumza kuhusu mapambano ya rushwa, sio rais kama Magufuli. Urais ni taasisi, na Ruwaitama anajua hivyo.
na huwezi ukapambana na rushwa kama bubu tu. Lazima upambane, na ukizungumza mtu akuone kabisa wewe mkali na unachukia rushwa. Kwa taasisi tunazo, na uwezo wake lazima uongezewe nguvu kila mara. Mimi naweza nikasema taasisi zipo, lakini zinahitaji kuongezewa nguvu. Nguvu zingine za kisheria, nyingine za vitendea kazi, nyingine za ujuzi walio kwenye taasisi. Hata Ruwaitama mwenyewe taasisi amefundisha pale mpaka amestaafu. Makala alizoziandika zile hata akifa leo zitabaki milele. Wanafunzi aliowafundisha nituwemo mimi tutabaki na kutoa mchango. Sasa Ruwaitama anajichanganya. Yeye aseme kwamba tuimarishe taasisi. Taasisi zipo, na yeye mwenyewe ni miongoni mwa taasisi. Nikikwambia nishikie taasisi hapa utaishika? Niletee taasisi moja hapa, si utaishia kushika hewa? Ili useme taasisi utawasema watu. Rais mtu anaongoza taasisi, na ukifika pale sio majengo, ni watu walioko mle na shughuli wanazofanya. Sasa kama haridhishwi na utendaji, then taasisi ziimarishwe. Sawa? Ndio maana kwenye ilani yetu ya CCM tumeweka mkazo kubwa sana kuhusu chombo cha kupambana na rushwa TAKUKURU. Na kama umefuatilia kule kusini kule, kuna watu waliondoka na hela za watu. Taasisi ilipokwenda kule ikafanya kazi baada ya kuelekezwa na rais kwa kauli. Sasa alitaka asitoe kauli, maelekezo alipoyatoa wakayatekeleza. Sasa kama wasingetekeleza yangebaki maneno. Tamko ametoa matamko. Ruwaitama anasema matamko na taasisi. Sasa rais katoa tamko, taasisi imetenda. Nenda waulize wale waliokamata sasa hivi wanatafutana. Vitanda vitauzwa, mbuzi watauzwa. Halafu naweza nikasikia Ruwaitama anasema taasisi imekuwa kali. Maana nako kuna shida huko. Taasisi ikiwa kali wanasema uhuru wa watu Nadhani ndugu Ruwaitama mimi namheshimu sana, na yeye mwenyewe ni taasisi, na yeye anatoa matamko mengi, mimi nafuatilia hata kwenye mitandao.